Karibu kwenye darasa letu la leo. Mbinu 5 za kuiteka akili ya mpenzi wako. Mbinu 5 za kuiteka akili ya mpenzi wako. Naomba nianze kwa kuuliza swali. Je, umewahi kuiteka au kutamani kuiteka akili ya mpenzi wako, mme au mke wako? Kama haujawahi kutamani somo hili basi halikuhusu. Lakini kama unatamani au uliwahi kutamani, basi fanya baadhi ya hivi vitu ili kuweza kumsogeza mpenzi wako karibu sana, ili kuweza kumteka mpenzi wako akupende zaidi, kila akitembea akuwaze wewe. Jamani, ili somo ni zuri ukilipatilia. I say ni zuri sana. Nikukumbushe kwamba kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana nasi katika channel yetu ipendwa, unaweza ukasubscribe kisha ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa kwanza kabisa kupokea mafundisho yetu tunayotuma hapa mara kwa mara. Twende moja kwa moja. Mbinu ya kwanza, hakikisha unatuma ujumbe au meseji tamu nzuri, especially nyakati mbili. Unataka kujiuliza kwamba nyakati zipi? Nyakati ya kwanza ni asubuhi na nyakati ya pili au wakati wa pili ni usiku. Kulala au kuamka. Kulala na kuamka. Yuko mbali, mtafuta asubuhi. Jamani, ili somo linahusu hasa especially wale ambao kuna distance, ambao hawako pamoja tuseme. Kuna yuko mbali, mtafuta asubuhi. Kuuliza ameamkaje na kumtakia asubuhi njema. Usiku muulize siku yake imeendaje. Mpongeze kwa majukumu yake, lakini pia mtakie usiku mwema. Sio umtafute asubuhi na kuanza kulalamika. Hapa jamani, naomba nikazie. Watu wengi huwa tunafanya mistake sana. Unakuta mtu akimtafuta mpenzi wake asubuhi, yeye kazi yake ni kulalama tu, ni kutoa changamoto. Hapana, unakosea. Ili uweze kuiteka akili ya mpenzi wako, hakikisha unamtafuta kwenye hizi nyakati mbili. Mtafute asubuhi na kumtakia asubuhi njema. Mtafute usiku na kumuuliza siku yake imeendaje, na kutaka kujua ratiba yake ilikuwaje, na kutaka kujua ilikuwa kuwaje siku yake nzima, lakini pia na kumtakia usiku mwema. Mbinu ya pili, kumbato au tunasema hugs nyingi za kutosha. Sio za kutosha tu, bali za mara kwa mara na za kushtukiza. Sio nisemeje? Hii hapa ya kushtukiza sio mpaka mtu akuombe. Muandalie hug. Hajategemea tu, hajajipanga, unampa kumbato zuri. Na kumbato aliendi siku zote, kumbato aliendi kimya kimya, linaenda na neno zuri kabisa. Kwa mfano, unaweza kusema nakupenda, nakuhitaji, natamani kuwa na wewe, maisha bila wewe siwezi, maisha bila wewe siwezi. Unaona, haya ni maneno ambayo yanaenda pamoja na kumbato. Unamwambia wewe ni mama, wewe ni baba mzuri, wewe ni mama wa watoto wangu, wewe ni baba wa watoto wangu, wewe ni baba mzuri. Ina maana hilo kumbato linaenda ana maneno mazuri kama hayo. Jamani, mbinu ya tatu, mazungumzo ya kina na marefu. Mazungumzo ya kina na marefu tunasema ni long and deep conversation. Tatizo watu wengi tumekuwa tukikosea kwenye hili. Mazungumzo ya kina kirefu unakuta tunabadilisha inakuwa mazungumzo ya kuwa na malalamishi, ya kuangalia tofauti zetu. Tunakosea. Ili uweze kuiteka akili ya mpenzi wako, hakikisha mazungumzo ya muda mrefu na ya kina sio mazungumzo tu ya maumivu. Sio mazungumzo ya maumivu, bali kwa mfano bali mazungumzo ya long and deep conversation inatakiwa yawe ni mawasiliano yanayohusu nyinyi mnavyohitajiana, namna watu wanavyoona, watu wanavyozungumzia ndoa yenu. Yaani
hata zile mada ambazo mnaziona ni ngumu sana inakuwa njema zaidi pale kwenye mazungumzo ambayo ni marefu na ya kina. Ndo mnaweka wazi hiyo mada na mnaanza kuzungumza na mnaanza kuidadavua, inakuwa njema zaidi. Sio tu msije mkafanya kwamba kwenye long and deep conversation unakuta watu wengi wanatumia muda mrefu kuzungumza vitu vya maumivu, kwa mfano jinsi wanavyotofautiana, jinsi wazazi ambao hawampendi labda binti, jinsi ambavyo wanamtiriti vibaya, jinsi ambavyo wanamuona vibaya. Yani unakuta kabisa ina maana anakuondoa kwenye mood, anakuondoa kwenye emotion. Hata kama ukiona ni simu yake, unakuwa unajua kama kabisa hii ni simu ya malalamishi, ni simu ya maumivu. Unakuta kabisa mwenzako unamvunja moyo mapema. Ule muda ambao angetakiwa ashike simu akutafute, anajua akishika simu tu zinakuja kuwa simu za maumivu. Kwa bwana anaona tu aache tu. Kwa hiyo jamani, hakikisha unajifunza. Unapokuwa unampigia mpenzi wako kwa mazungumzo ya kina na marefu, hakikisha mnazungumzia jinsi mnavyohitajiana, mnazungumza jinsi ya kuimarisha upendo wenu, sio tu kuendekeza kuzungumza mazungumzo yenye kuleta maumivu. Na jambo la 4, mbinu ya 4, ni picha za pamoja. Aswa hapa tunapenda sana wadada, tunapenda sana wanawake. Mpo pamoja, mnapata chakula pamoja, hakikisha tu picha inapita. Napiga picha pamoja. Mpo pamoja, piga picha. Mnakamata ya jamani, kuna raha yake. Unavyopiga picha kwa pamoja, kuna muda mtu anakumisi tu, anatafuta sinyaka, anaanza kuangalia furaha yake tu. Yani anaona kabisa kwamba yupo, ana imagine kwamba yupo karibu na wewe. Jamani, unamkamata moyo wake ukiwa mnapiga pamoja picha. Ina maana hata kama yani afanya nini, lazima akiangalia ile picha anajiona kwamba kabisa na yeye yupo katikati ya watu ambao wapo. Na mbinu namba 5, mahaba ya kushtukiza. Tunasema surprise. Sio labda unakuta mwanaume unasafiri, mwanamke unasafiri, anaanza kumpigia, "Oi mke wangu, nikuletee kitu gani?" Hapana. Mahaba ya kushtukiza. Ili uteke moyo wake, jitahidi kufanya surprise. Jitahidi kujua labda mke wako, mume wako anavaa size gani ya nguo, labda ni kiatu namba ngapi. Je, anapenda rangi gani? Size ya nguo yake ijue. Fahamu birthday yake. Fahamu anapenda nini zaidi. Anapenda labda saa za aina gani. Mfanyie surprise, mshtukize. Don't forget to make a surprise for your husband or your wife. Mimi ni matumaini yangu kwamba umejifunza kitu. Jamani, kuna raha sana pale endapo unakuwa hapo tu from nowhere tu unaona surprise ambayo hutegemea. Ni rangi yako ambayo rangi yako pendwa kabisa, unaona kabisa kiatu cha rangi yako pendwa umekuletea. Nguo ya rangi yako pendwa ambayo unaipenda. Saa unayoipenda ya rangi yako. Inakuwa ni raha sana. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba utakuwa umejifunza kwenye darasa la leo. Lakini nikumbushe kwamba don't miss part 2. Ninawapenda.